الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tunaendelea na risala ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi, inayoitwa Kashfu Shubuhat. Tulikuwa tumeishia kwenye hoja inayosema anna shirka alawwalina akhafu min shirki ahli zamanina biamrain, ushirikina wa watu wa mwanzo ni mdogo sana, ni mdogo mno kuliko ushirikina unaofanywa na watu wa zama zetu, kwa sababu kuu mbili. Akataja sababu ya kwanza, anna alawwalina la yushrikun wala yad'una almalaikata walawliyaa walawthana ma'a Allahi illa fi ar-rakha. Washirikina wa mwanzo hawamuombi malaika wala hawaombi mawalii wala hawaombi mizimu pamoja na Allah, isipokuwa katika nyakati za mafanikio. Wa amma fi shiddati, amma shiddatu fayukhlisuna lillahi dina, kwenye matatizo na misukosuko huitakasa nia yao na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na watu wa zama zetu tulizo nazo hivi leo. Hii ni sababu ya kwanza. Watu wa zama zetu fi rakhai wa fi shiddati, kwenye mafanikio na starehe na kwenye tabu na misukosuko, wanamuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sababu moja inayothibitisha ya kwamba ushirikina uliotendwa na watu wa zamani kabla ya mtume na zama zake ulikuwa ni mdogo sana kuliko ushirikina unaotendwa kwenye zama zetu za sasa hivi. Hii ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, anna alawwalina yad'una ma'a Allahi unasan muqarrabina 'inda Allah, washirikina wa mwanzo wanaomba pamoja na Allah watu. Sifa ya hao watu ni watu wapo karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ima utakuta wanawaomba manabii, ima utakuta wanawaomba watu wema, ima utawakuta wanawaomba malaika, au wakati mwingine wanaomba vitu ambavyo wanaviabudu, vitu ambavyo la qimata la, havina qima wala havina dhambi lolote, kama vile miti au mawe, ambavyo asili ya hivi vyenye kumtii Allah na sio vyenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ni watu wa zamani, walikuwa wanawaomba watu, wanaomba viumbe waliokuwa sifa yao wapo karibu sana Allah subhanahu, kama vile manabii, malaika, mawalii na kila aliyekuwa karibu na Allah subhanahu, wao walifikia kumwomba na kumwabudu. Wakati mwingine wanaomba mpaka vitu ambavyo havina maasi wala havina dhambi lolote, kama vile mawe, miti, ni viumbe ambao vinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na watu wa zama zetu za leo hii. Kinyume na watu wa zama zetu za leo hii, utawakuta wao yad'una ma'a Allahi unasa, wanaomba pamoja na Allah watu. Sifa ya hao watu, min afsaqin nas, katika watu waovu mno. Bali walladhina yad'unahum hum alladhina yahkuna anhum alfujura min az-zina was-sariqati, inafikia kipindi wale wanaoomba huwatuhumu wale wanaoombwa kwamba ni wazinifu au ni watu wezi. Lakini utakuta watu wa zama zetu hizi, hao ndio miungu yao na hao ndio ambao wanawakimbilia kwenye shida. Na wakati mwingine utakuta hao wanaokwenda kuomba yaturukuna salata, ni watu wenye kuacha kufanya ibada ya swala kabisa, hawana sifa ya kuswali. Ndio utakuta watu wa zama hizi wanawaabudu watu hao na kuwanyenyekea. Kwa
Kwa hiyo hii ni ishara ya wazi, shirki ya watu waliopita ina uafadhali, ina udogo kuliko shirki iliyopo kwenye zama tulizonazo leo hii, ambazo tunaishi sawa sawa zama za shekhe au ila yaumi annasi hadha. Shekhe akaendelea akasema, baada ya kutaja hayo mambo mawili, walladhi ya'taqidu fi salihi, na yule anayeitakidi kwa mtu mwema. Alladhi ya'taqidu fi salih, na yule ambaye anaweka itikadi yake, imani yake kwa mtu mwema. Au alladhi la ya'si, au akawa anaitakidi, anaweka imani yake kwa kile ambacho la ya'si, hakifanyi maasi. Imani yako ukaifungamanisha kwenye kitu kisichofanya maasi, au kwa mtu ambaye wewe unamuona ni mwema. Mithlu alkhashabi walhajari, mfano alkhashab, mfano wa gogo la mti ni walhajari, na jiwe. Imani yako ukaifunga kwenye gogo la mti, gogo lile la mti ukawa umelifunga pale, imani yako umeifunga kwamba yule ndio Mola wako. Yanfa wa yadhur, yajlibu wa yadhur, ananufaisha, anadhuru, anakuletea, anakuondoshea. Wayarud walhajari, na vile vile ukaifungamanisha imani yako na jiwe, kaona amini jiwe ndio litakuletea kheri, litakuletea riziki, litakuletea kadha na linakuondoshea maradhi. Basi ambaye anaitakidi kwenye hivi, ahwan, ni mwepesi sana, kosa lake ni jepesi sana, ni dogo sana, lina hafifu, ni hafifu sana, mimman, kuliko yule ambaye ya'taqidu, anaitakidi na kuifunga imani yake, fi man yushahadu, kwa yule ambaye yushahadu, anashuhudiwa, fisquhu, uovu wake, wa fasaduhu, na uharibifu wake, wa yashhadu bihi, na yeye mwenyewe anayemuomba na kumwabudu na kumuitakidi, yashhadu bihi, anashuhudia kwa huyo mtu ufasidi, uharibifu, uovu, uzinzi, uwizi, kuacha swala. Wewe mwenyewe unayemuomba huyo unashuhudia kwamba huyu mimi ninayemwabudu, huyu ninayemnyenyekea, ninayemlilia, la yattabi'u sunnata rasulillah, ni mtu asiyefuata sunna za mtume aslan, bali anafuata bid'a, na tena anazirawij, tena huyo anatumia turuku shayatin, anatumia njia za kishaitani, za kichawi, za kiganga, za kila aina ya uchawi na ubaya anazitumia. Kisha wewe ndio unayemtegemea na kumuomba. Wewe sasa unayefanya hivi na huyo unayemuomba, nyinyi mpo kwenye hali mbaya zaidi kuliko yule ambaye ameifunga imani yake kwa mtu mwema. Wakati mwingine anafanya mtu wa kheri, historia imemtaja kwa mazuri, alikuwa ni mcha Mungu, ni wali na vinginevyo, au akaifungamanisha imani yake kwenye kitu kisichofanya maasi, akawa anaabudu labda jiwe, anaabudu labda mti, anaabudu labda kama vile jua, wa ila ghairi dhalik, anaabudu mwezi. Huyu ana afadhali kuliko wewe ambaye unaifungamanisha imani yako kwa mtu ambaye yushahadu, anashuhudiwa, fisquhu, uovu wake, wa fasaduhu, na uharibifu wake, wa yashhadu bihi, na yeye mwenyewe anashuhudia kwake yeye uovu na ubaya na kila aina ya ishara. Idha tahaqqaqta, sasa pindi utakapopata hakika, idha tahaqqaqta, pindi utakapopata hakika wewe sasa muslim, sunni, salafi, au ukapata hakika wewe ambaye mtu wa kheri, muislamu, anna alladhina, kwamba wale ambao qatalahum rasulullahi, aliwapiga vita mtume sallallahu alaihi wasallam, yani wale watu ambao kule zama zile mtume aliwapiga vita, watu wale asahhu uqulan, ni watu wenye akili sahihi sana. Asahhu, sahihi sana, uqulan, akili. Ukitambua ukapata uhakika kwamba wale ambao mtume alipigana nao vita, wale walikuwa na akili sahihi sana. Wa akhafu shirkan, na ni akhaf,
ni wadogo mno shirika na ushirikina wanaofanya. Ushirikina wao ni mdogo, akhafu, ni mdogo sana. Min haulai, kuliko hawa nawaona mbele yangu mtaani kwangu, majirani zangu, kwenye maulidi zao na vinginevyo. Hawa na wale, hawa bwana wana hali mbaya kuliko wale waliotangulia. Ukipata uhakika huo, ukajiaminisha kabisa ya kwamba shiriki ya miaka ya mtume ni ndogo zaidi, ni ndogo mno na ni hafifu sana kuliko shiriki tunaoishi nayo na hawa mabwana minadarawishi, katika madarumeshi na hawa wanaoitwa mawalii, sio mazuuma na vinginevyo. Shiriki yao inaotendwa kwa watu hawa ina madhara zaidi, ni kubwa zaidi kuliko hii. Ukipata uhakika huo sasa, Sheikh anasema fa'lam, tambua basi, anna lihaulai, kwamba hawa sasa ambao wanafanya shiriki hizi ambazo zina madhara sana, ni kubwa sana, hawa mabwana, lihaulai shubhatun, wanazo shubha. Anna lihaulai shubhatan, kwamba watu hawa wanazo shubha. Shubha ni amrun lam yattadih bihalalihi wa harami, ni jambo ambalo halijawa wazi uhalali wake na uharamu wake. Ni jambo ambalo halijawa wazi uhalali wake na uharamu wake, inaitwa shubha. Nazo ziko nyingi. Shubha umoja, wingi wake ni shubuhati. Sasa hawa watu ambao wanaofanya shiriki nyingi kubwa, wanazo shubha zao, na Mtume sallallahu alaihi wasallam tuambia, innal halala bayyinun wal haramu bayyin, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Shubha watu wengi hawazijui, na ndio maana Allah subhanahu kwenye suratu Ali Imran aliposema, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. Kisha akasema, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, ama wale watu ambao kwenye nyoyo zao kuna kupondoka, kuna kuiacha haki. Amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min, huzifuata zile aya zenye utata, zenye shubha katika Qur'an. Kusudio lao nini? Ibtighaa alfitnati, kwa lengo la kutafuta fitna, wa ibtighaa ta'wilihi, na kwa ajili ya kutafuta ta'wili yake. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, kuonyesha ya kwamba watu wenye tatizo kwenye nyoyo zao ndio hufuata mambo ya shubha. Watu wenye imani khalisi safi, imani safi iliyonyooka, wao wanafuata muhkamat, aya zilizokuwa muhkama. Qala Allah ta'ala, Allah amesema, wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahad. Allah kasema hivyo, usiombe pamoja na Allah yoyote. Muumini wa kweli anafuata aya hiyo, anafuata aya ambayo iko wazi, qul huwallahu ahad Allahu samad. Yeye Allah ndiye mwenye kukusudiwa kwenye shida zote. Amma yujibu almutarra idha da'ah, aya tungu mzima kwenye Qur'ani ziko wazi, zinakutaka wewe muombe Allah subhana. Muumini wa kweli anazifuata zile aya, anaziamini, anazifanyia kazi. Ama wale wenye matatizo kwenye nyoyo zao, fayattabi'una ma tashabaha minhu, huzifuata aya zenye kutatiza ambazo haziko wazi kwenye uhalali na uharamu, haziliweki wazi jambo hili wala haziweki jambo hili liko wazi, ziko kati na kati. Huzifuata aya hizo ibtighaa alfitnati, kwa lengo la kutafuta fitina, ibtighaa ta'wilihi. Sasa shaka nasema hawa watu ambao wana shiriki kubwa na nyingi leo hii, wanazo shubha, wana mashubha yao, wana hoja zao, vihoja vingi sana. Yuridunaha, wanazozileta, wanazitoa hizo shubha, ala ma dhakarna, kunako haya tuliyoyataja huko nyuma. Wahia, nazo min a'dhami shubahihim, ni katika shubha zao kubwa sana. Min a'dhami, ni katika kubwa sana, shubahihim, shubha zao. Fa asghi sam'aka, kurubisha usikivu wako. Fa asghi sam'aka, kurubisha usikivu wako. Lijawabiha, kwa kupata majawabu yake. Wahia, nazo ni hizi shubha zao. Kitabu hiki kinaitwa Kashfu Shubuhat, kuziweka wazi shubha. Kwa shubha zinaanza hapa, Sheikh anaanza
kutaja shubha mbalimbali. Kabla ya kuanza kutaja hizi shubha, kuna siku hapa tulikuwa tukizungumza, nikawaambia hawa tunaowasikia katika sufiyun, kuburiyun, mujrimuna, hawa shirikina, waganga hawa kisufi, hawa matariqa hawa wana hujja mbalimbali dhidi ya da'wa. Kwanza wana hoja dhidi ya hii dini, kunako hii dini yetu wana hoja mbovu kunako dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, moja. Mbili, pia wana hujaj fi tafasili al-umur, katika vitu fulani hivi, hili mbona limefanyika hivi, hili mbona limefanyika hivi, uone kama ni halali hapa. Shubha kama hizo ziko nyingi sana zileta. Nikatoa mfano shubha moja kwamba wanasema katika shubha zao sufiyun wa umwetu na wengineko, wanasema ya kwamba inafaa kwa mtu mcha Mungu ambaye ni walii, anaweza akapaa, tembea angani, anaweza akapaa, napaa tu, kiamua kufika Kinshasa. Sasa enda Kinshasa, anaenda zake, kiamua enda zake kuhiji, huyo anahiji. Tunamsikia Sharifu anaitwa Roketi, namshasikia Roketi, walii Roketi. Mnatoka hapa mnamuacha, mkifika Maka mnamkuta kapanda ndege gani haijulikani, miaka yote anahiji. Walii Roketi na tarika yake. Dar es Salaam ipo tarika moja pale, watu wananguruma kama masimba pale, wapo na majezi yao ya kijani kama chama sio nini cha mboga zile nini. Haya, watu hawa sasa, Roketi kwa wao ni walii. Kwa nini? Kwa sababu wanapaa yatiru. Nikasema kwa hoja yao hii wanathibitisha kwamba kwenye Qur'ani zipo aya zinaruhusu mtu kupaa, wa hum kadhabun, wallah, warongo kabisa. Tukaleta kauli za Imam Shafi hapa na Imam, kauli ya al-Imam al-Layth ibn Sa'di radiyallahu anhu, ambao kauli ya Layth ibn Sa'di ilipotamkwa, al-Imam Shafi alimwambia Layth kapunguza maneno, bali lau angeyasema maneno yafuatayo: idha ra'aytumur rajula yamshi 'ala al-ma wa yatiru 'ala al-hawa fala taghtarru minhu hatta tu'riduhu 'ala al-kitabi wa sunnah. Mtu yote mtakayemuona anatembea juu ya maji, anapaa juu ya anga, msighurike na yeye mpaka myatazame matendo yake kwenye Qur'ani na Sunna. Kwa nini? Kwa sababu shaitani ana mawali wake na ndiye anayetumia njia za namna hii. Shaitani ndiye ambaye anatumia njia za namna hii. Kwa hiyo hoja yao ni kwamba wali anaweza kapaa, wali anapaa, shekhe anaweza kaamua kupaa tu leo. Na tukatoa ushahidi kabisa wa Muhammad Naso, kitabu cha Kiswahili kabisa, tukatoa ushahidi ambapo leo mpaka leo hawezi jibu. Muhammad Naso akamshika mtu amepaa nyumbani kwake kutoka wapi? Mburahati, Ostabeli mpaka Mbagala, kama ni Mbagala hii. Kamshika mkono tu usiku, akamwambia fumba macho. Akafumba macho, nyanyua mikono juu, akanyanyua mikono juu, karuka kama ndege. Jamaa ajikuta yuko zake Mbagala usiku wa saa 7 usiku. Wanapaa watu nini? Wali anaweza kupaa. Hoja yao nini? Qalu, wakasema Qur'ani imethibitisha hilo. Ipi? Waqala alladhi indahu ilmu min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Yule mtu katika Nabiiullah Suleiman alisema nitakuletea kiti cha yule mwanamke mfalme wa Yemen kabla hujapepesa jicho lako. Nabiiullah Suleiman akamkubalia yule alladhi indahu ilmu min alkitab, yule mtu akaenda akakichukua kitabu kiti akakileta pale kabla Suleiman hajapepesa jicho, kishafika pale. Anasema mnaona anaweza kupaa mtu huyu, ni kapau. Hoja hiyo kwa hiyo kitazama, kweli bwana, jamaa kapaa, kaendaje Sham na Yemen kwa mwendo wa kupepesa jicho? Ndio. Lakini tukatoa ushahidi siku ile, tukaonesha kwenye vitabu vya tafsiri, hiyo habari ni ya kadhib, ni ya urongo. Yule alladhi indahu ilmu min alkitab, yule hakupaa pale, hakupaa kabisa, hakupaa yule Balkhia, hakupaa. Alichokifanya alitia udhu,
akakaa pembeni, kwa kuwa analijua jina la Allah kubwa, Al-Hayy ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa Allah wahdahu la sharika, mpaka mwisho. Ndio akakaa akaswali rakaa 2, akamuomba Allah, ewe Allah nakuomba ulete hichi kiti. Kikaletwa na Allah subhanahu. Sio masuala ya kupaa na papa, umekuwa nini? Umekuwa ndege, chawi wakubwa. Kwa hiyo hoja kama hii, mtu anakuambia maana wali anataka paa. Kwa hiyo na ukisikia aya kama hii tutafajjar faz'an, na kutikisika kwa hofu, maana watu wakubwa bwana hao. Sasa hoja hizi wana hoja vidogo vidogo. Sasa hivi vihoja vyote Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab huku nyuma kashatufundisha namna ya kuvunja hoja za sufi yoyote, mushriki yoyote. Moja ya hoja kubwa kabisa, an ta'lama ala annaka fil haqq, ni lazima ujue kwamba wewe upo kwenye haki. Lazima kwamba ujue utakacho, ulichonacho, ulichokisimamia nini haki. Kwanza lazima una yakini hivi, natumia Qur'an, natumia sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na natumia ijma', natumia alqiyas as-sahih ambayo imewafikiana na nini, na ijma' sahaba. Kwanza nukta ya kwanza uwe nayo hivi, hakuna kutia hofu. Atukane we, haruke we, aende arudi, wewe una haki. Kwanza wewe una haki, kwa sababu jambo hilo halipo kwenye Qur'an. Lau lingelikuwa kwenye Qur'an, lolote atakalolileta tungeona aya zilizokuwa wazi kama za swala, jihadi, za zaka, za saumu, za haji. Tungeziona hizo aya, tungezisikia, na tungesikia Mtume alayhi wasallam kafanya. Kwa hiyo kwa kuto kupatikana hayo, huyu kwenye batil, hata adadavue vipi, wewe tuliza tu akili yako. Kwa hiyo hizi ndizo hoja sasa shaka na kuzileta hapa. Kuna hoja zitakuwa za mujmala, yani hoja zao za ujumla, Sheikh atazijibu kwa ijmal, kwa ujumla. Tayeb, annahum yaqulun, maki hoja ya mezani iliyopo ni kwamba hawa sufiyun, mushrikun, mujrimun, hawa watu wana shubuha zao, wana hoja vyao vya ujumla na kimoja kimoja. Miongoni mwa hoja zao wanasema innal ladhina, hakika ya wale ambao nazala fihimul Qur'an, Qur'ani iliyoteremka kwa wao. Innal ladhina nazala fihimul Qur'an, hakika ya wale ambao Qur'ani imeteremka kwa wao, yani wale makufar makuraishi wa kule wa zamani, wale makufar wa Quraish wa zamani, wale watu wale, la yashhaduna an la ilaha illa Allah, hawashuhudi la ilaha illa Allah, hawasemi kabisa la ilaha illa Allah. Wayukadhibuna ar-rasula, na wanamkadhibisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wayunkiruna al-ba'tha, na wanapinga kabisa kufufuliwa. Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi latub'athun, wanapinga kabisa kufufuliwa. Na wanawakadhibisha mitume, na mtume pia wanamkadhibisha, hawamkubali. Qalu innahu sahirun, walimwita mtume ni mchawi. Qalu innahu majnunun, walimwita yeye ni mwenda wazimu, na mengineyo katika maneno kama yeye ni shairun, yeye ni mtunga mashairi tu. Walimkadhibisha sallallahu alaihi wasallam, na walimfanyia vitimbi vingi sana vya kuto kuikubali da'wa yake. Watu wale walimkadhibisha mtume, walikataa kufufuliwa. A idha mitna wa kunna turaban a inna lamab'uthun, hivi sisi tukifa tukawa michanga, ramaman, tukaoza kabisa tukawa michanga, a inna lamab'uthun, hivi sisi tutafufuliwa? Wanakanusha kwamba haitowezekana, maaqul, kiakili haikubali. Ushaoza kaburini, ushaoza kaburini, umeshakuwa mifupa mitupu, mpaka umebakia kwa wewe dhanabu, kile kimfupa cha mgongondo kimebakia tu peke yake. Iweje tena wewe uje ufufuke? Wakakanusha watu wale wa zamani. Sheikh anasema wayukadhibuna alqur'ana, na wameikadhibisha Qur'an. Allah akawaletea tahaddi, akawaletea challenge, walete walau aya moja katika Qur'an. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia wala yaatuna bimathalin illa ji'naka, wala yatunaka bimathalin illa ji'naka, na hawatoweza kukuletea hata mfanano wa Qur'an. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حتى wajikusanye wote kwa pamoja, Allah anasema hawatoweza kuileta hii Qur'ani mfano wake, wakaipinga Qur'an. Bali walifikia kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii Qur'ani umeikuja nayo wewe tu,
wewe ndio umeitunga, umeiandika. Wakafikia pia kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba hii Qur'ani ni asatirul awwalin, ni stori za watu wa kale tu, pangu pakavu za zamani hizo, hadithi ya kale hayo. Pinga kabisa Qur'an. Bali wayajalunahu sihra, na waliifanya hii Qur'ani ni uchawi. Walijalia hii Qur'ani kwamba Qur'ani ni uchawi, huu ni uchawi kabisa, haiwezekani. Waliipinga Qur'ani. Bali hawa ndio walikuwa watu wa zamani. Sasa tena makufar hawashuhudii la ilaha illallah, kwa sio Waislamu tena, wanamkadhibisha Mtume. Makufari hao wanapinga ba'thi, makufari hao wanaipinga Qur'an, makufari hao, na wanaifanya Qur'ani kama ni uchawi. Kufar hawa watu wa zamani. Wa nahnu, na sisi sasa, sisi masufi tariqa tijaniya, samaniya, safawiya, qadiriya, sisi sasa nashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah, tunashuhudia shahada mbili. Wa nusaddiqu alqur'ana, na tunaisadikisha Qur'an. Tunaamini Qur'an ni kalamullah, ni maneno ya Allah subhanahu, harfu moja thawabu 10. Tunaamini, tunafahamu Qur'an ina sura 114, tunafahamu hivyo. Ya kwanza suratu al-Fatiha na ya mwisho suratu an-Nas. Tunafahamu ndani ya Qur'ani kuna visa vya manabii, tunafahamu yale ndani. Tunaambiwa tumwabudu Allah, sisi tunaisadikisha Qur'ani. Lakini pia wanu'minu bil ba'th, na tunaamini tutafufuliwa sisi, sababu Qur'ani imetuthibitishia jambo la kufufuliwa. Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna, mtafufuliwa. Sisi tunaamini hilo, tukifa yawmal qiyamah tutafufuliwa na tutalipa hisabu yetu. Kutakuwa kuna mizani, patakuwa pana haudhi, patakuwa pana birika, patakuwa pana sirat, patakuwa pana qantara na mengineyo pia. Kuna watu watapewa vitabu vyao mkono wa kulia, kuna watakaopewa vitabu vyao mkono wa kushoto. Sisi tunaamini haya, mbona sisi wanusalli, lakini pia tunaswali swala 5 sisi. Wengine ni maimamu, sisi ni maimamu kabisa, tunasalisha swala hadi tarawih tunasalisha sisi. Wanasumu na tunafunga sisi, Ramadhani yote sisi tunafunga sawa sawa, mwezi wa kitaifa sawa sawa, mwezi wa kimataifa tunafunga, na tunakula daku, mambo chungu mzio. Tunafunga saumu za sunna sisi, Jumatatu, Alhamisi, ayyamul bid, tunasoma, tunafunga. Sasa haya mema yetu yote tunayoyafanya, fakaifa taj'aluna mithla ulai, inakuwaje nyinyi mawahabi, nyinyi masalafi, nyinyi ahli sunna mnaojiita mnatufanya sisi mfano wa wale? Mbona hii mithlia la yaliqu bina, mbona huku kufananisha hakuendani kabisa na sisi? Wale wa zamani wanapinga ba'th, kufufuliwa, sisi tunakubali ba'th ipo. Wale wa zamani wanapinga Qur'an, sisi tunakubali Qur'an. Wale wa zamani walikuwa hawaswali, sisi tunaswali. Hawafungi, sisi tunafunga. Hawatoi shahada, sisi tunatoa shahada, tena shahada 2. Vipi sasa nyinyi mnakuja kutulinganisha sisi na hawa? Wallahi shubha hiyo ukisikia unasema kweli sisi tumevuka mipaka. Tasema kabisa sisi tumevuka mipaka hizi. Nabii sasa wakati mwingine tuwaoneonee huruma kadha sijui na nini. Shekhe, kila mtu anayepoleta shubha yake ukiitazama fi awali wahla, mwanzoni tu utaona ala alhaq, yupo kwenye haki. Lakini irudie tena, isome, isikilize, rudia tena, isome, isikilize, rudia tena, utaelewa kama yupo kwenye haki au kwenye baadhi. Faljawabu, shekhe anasema hivi, jawabu sasa kama nilivyosema kwa mashekhe, majawabu yake ima yatakuwa ni mujmalan au mufassalan, sababu hii ni hoja ya ujumla. Ndio maana mnasikia humu Tanzania sisi ahli sunna salafiyun au watoto mawahabi, wakati mwingine kwa uongo nisba ya wahabi sisi haipo kwetu. Sisi hatuitwi mawahabi. Wahabi kwetu sisi sio jina letu, lakini wao wanatupachikia jina hilo kwa sababu tu tukasirike, tufanye pati hasira fulani. Lakini sisi tunasema jina hilo sisi sio la kwetu, wala hatujigambi kujia mawahabi sisi, ila nyinyi mnajiita masufi kabisa. Fulan fulan al-sheikh as-sufi,
Al-Gadiri, jikadiria hii. Tijani, ni Tijani. Kwa nini kuita Tijani ninakosaje? Mimi sijiiti Wahabi hata siku moja. Lakini hii imetuta jina hilo, msahau maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unasahau maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum alafu wala tanabazu bil alqab. Sisi tunaamini baadhi neno Wahabi limetolewa na mashia wa Misri. Alikuwepo mtu aitwa Abdul Malik al-Wahabi, Shia, sio Muhammad Abdul Wahabi, sio Muhammad Abdul Wahabi aslan. Kwa hiyo mnatupachika kwa sababu mnajua kinyume chake, yani ndani yake kuna kitu gani. Sisi tulikubali jina hilo la Wahabi, na lingekuwa jina hilo la kwetu kwa kweli lingetuita Muhammadiyun, kwa sababu Sheikh haitwi Wahabi, anaitwa Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muhammadu ibn Abdul Wahhabi. Mbona mnakimbilia Wahabi mnaacha Muhammadi? Si mnaelewa jamani? Sisi yule Sheikh anaitwa Muhammad ibn Abdul Wahhabi. Kwa nini mtule sisi mawahabi mkaacha jina la Muhammad? Tuiteni Muhammadiyuna tusikie raha na sisi. Hakuna hapo, nataka Wahabi. Wahabi kuna siri, kwa sababu siri jina hili limetokana na yule mfalme na aliyekuwa katika nchi ya Misri, Abdul Malik al-Wahhab Shii. Kwa sisi sio mawahabi. Sasa wanapokuja sasa watazama sisi mawahabi, wanapotazama sisi mawahabi salafiyun na nini, wanasema antum takfiriyun, nyinyi ni watu mmekuja kukufurisha waislamu wenzenu, nyinyi wazee wa red card. Kazi yenu kuwatoa waislamu wenzenu nje ya Uislamu, ndo kazi yenu. Mnatufananisha na makafiri waliopita zamani. Wanifananisha mimi na Abu Jahl, wanifananisha mimi na Abu Lahab, wanifananisha mimi na Uqba ibn Abd Mu'ayth. Kweli mimi nina swali ya Abu Jahl, ya swali bwana. Uqba anapinga kufufuliwa, mimi nakubali kufufuliwa, tena ninatoa sadaka bwana, tena na namswalia na mtume, na mtume naye pia namswalia na namsifu. Wao wanampinga mtume sallallahu alaihi wasallam. Iweje nyinyi mniite mimi ni kafir au mnituhumu sifa ambazo eti nimemshinda yule? Nimemshindaje yule Abu Jahali? Ubaya wangu umemshinda Abu Jahali? Kwa antum takfiriyun, hii ni makufurishaji nyinyi. Kwa shubha kama hii kwamba ukiambiwa wewe kazi yako ni kukufurisha, kwa sura hii tayari unaingia hofu. Kalla la takhaf bal naqdhifu bil haqqi ala al batil. Dimago haki inapokuja lazima batili nyongonyei, tuondoke kabisa. Lakini pili vile vile, hoja ya pili, mimi nikikwambia wewe ni mushrik, mathalan muislamu mwenzangu, unayotenda haya matendo ni ya shirku billahi, nikisema jambo hilo na wewe ukasema sio shirki, kiba nini? Qala Allah ta'ala, Allah ametumia kwenye Qur'an, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, ikiwa mtazozana kwenye kitu chochote, nakiratun fi siyaqi sharti tufidu al-umum, ikiwa mtazozana kwenye kitu chochote katika dini, chochote kile, tukirejesheni kwenye Qur'ani na Sunna, kwa Allah subhanahu na kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwenye Qur'an turejesheni kwenye Qur'ani na Sunna. Kije kitu vitu vitabu viwili hivi vitu hukumu nani mkweli. Kwa hiyo mimi ninakwambia ni mushrik, wewe unasema sio mushrik. Twende kwenye Qur'ani na Sunna, mafundisho haya yapo. Hili tunaolijadiliana sisi na nyinyi lipo. Inawezekana kweli wali akasema yeye haswali msikitini, anaswali Maka. Waqalu ya hadha tarakta salatana falam ya'lamu anni usalli bimakkata au bimakkati. Shekhe aswali msikitini, tunakwambia shekhe, mbona wewe uswali? Unasema eti mimi naswali Maka. Maka tena? Wewe si upo Mbwanga hapa? Wewe si upo Nyamilolelo hapa? Unasemaje wewe uswali msikitini kwetu tunakuswali Maka? Eti shekhe anapiga tambo moja pa kafika Maka na swali na anaweza kuswali na rudi tena Tanzania. Muhammad Nasr katuonyesha na kitabu chake tulisoma hapa juzi kipindi cha nyuma,
alikwenda kumtembelea Abdul Qadir Jailani kwenye kaburi lake. Tumesoma Kiswahili. Muhammad Nasr akafia ni kaburi la Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani akachomoka mule chap, akatoka pale chap, akakaa pembeni yake. Sheikh Muhammad Nasr anasema nikasikia kuna mtu hapa kakaa pembeni yangu hapa, nikageuka. Sheikh, wewe unaishi wapi? Anasema ma baina huna wa hunaka. Anamuuliza maiti, wewe sheikh unaishi wapi? Abdul Qadir Jilani anasema mimi naishi hapa Baghdadi na naishi huko kwa babu yangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kazi yangu ni kuranda tu. Same time niko kwa babu yangu narudi huko. Maiti huyo niko kwa mtume Madina narudi zangu hapa. Haya Sheikh, bana kuna binti nataka nimuoe, yuko zangu anaitwa Sania binti nani, yuko Misri pale, nataka nimuoe. Vipi? Nimekuruhusu muoe. Maiti anamwambia hivi. Maiti nakwambia hivi. Baada ya hapo Sheikh Muhammad Nasr anasema akamkumbatia, akaagana naye. Mwandishi anasemaje? Tena amemkumbatia dhahiri shahiri, mchana kweupe. Njoo sasa Muislamu tuambie wewe kwamba maiti anaweza akatoka kaburini ukaongea naye na mkafanya naye habari zingine zote zile. Tumezozana kwenye hili. Sisi tunasema huu ni uongo, kadhibun ala sheikhi, ni urongo. Na maiti hawezi kutoka kaburini baada ya kufa kwa mujibu wa Qur'ani, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ila yaumil qiyama mtu atoke kaburini. Tumesozana kwenye huu msingi. Tunjeni kwenye Qur'ani na Sunna. Sasa tuangalie, je, Qur'ani na Sunna vinaonyesha aliyekufa anaweza katoka? Basi ndio mzozo uishie hapo hapo. Lakini kama hamtojibu mambo kama haya, sisi tutaendelea kusema huu ni ushirikina mnaowatengenezea raia wenu muridi waendelee kuramba makoti ya mashekhe na makozi yao. Na hawa mashekhe haya wanayoyafanya wanafika kabisa ya kwamba ni urongo, hayapo kwenye mafundisho ya Qur'ani hata nusu, hata robo hayapo. Hawa ni watu kazi yao kula gurushi za watu, kula hela za watu tu basi. Hakuna dalili kwenye Qur'ani inaruhusu maiti aliyokufa atoke, haipo. Alichokifanya ni Isa mwana Maryam, kwa idhini ya Allah aliwafufua waliofanyaje? Waliokufa. Nabiiullah Isa ulikuwa ni muujiza wake. Haya, wewe Muhammad Nasr una muujiza gani? Kwa hiyo cha kwanza, tukizozana kuna jambo lolote, msiingie kwa mawahabi hawa wametumwa na Marekani kuwakufurisha Waislamu wenzao. Wao wanataka ndio wabaki wako la, siende huko kwanza. Kama kweli in kuntum qul hatu burhanakum ish kuntum sadiqin, kama mna hoja zileteni, wekeni mezani. Ndio maiti anaweza kutoka kaburini kwa hoja qala Allah qala Rasul qala sahaba wa qad thabata ani nabii kadha wa kadha wa kadha fi jami' Tirmidhi kadha. Mambo ndo hayo bwana. Hii sio unakuja kufanya lau makunje maneno hapa, hii aya imefanya hivi, hii lamu hapa, lamu sidrakia, lamu kadha. Ya nini yote? Njoo kwenye dalili. Situsumbue hapo. Tukizozana na mtu yote, tiba kurudi kwenye Qur'an. Sisi tunawaambia nyinyi mushrikun, moja. Mbili, mujrimun, nyinyi waovu. Uje utuambie sasa wapi uovu kwenye Qur'ani mmetuita sisi ni waovu au washirikina? Waman adlam mimman dhukira biayatihi alafu thumma a'rada anha. Allah kasemaje? inna minal mujrimina, washirikina ni mujrimun. Basi sisi tunasema hivyo. Mushriku ni kafir, mshirikina yote ni kafiri, awe shekhe awe wali, akifanya shirku billah huyo ni kafir. Qala Allah ta'ala wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Na sura zingine katika aya zimethibitisha hivyo, ni kafir. Uje sasa utoe hoja kwamba mimi sio kafiri kwa hoja hii na hii, sio hizi. Sasa shekhe anaanza kujibu jawabu la hawa mabwana. Sisi tunawaambia wao wana matendo ya hovyo ambayo hayafai. Wao wanasema hapana, nyie hamwezi kutufananisha sisi na makafiri waliopita. Fal jawabu annahu, kwamba jambo lilivyo. Sheikh anajibu sasa, sikiza kiilmu, hii ndio elimu sasa inamwagwa hapo. La khilafa baina alulamai, hakuna khilaf kutofautiana baina alulamai, kati ya wanawazuoni kullihim wote,
Na hapa kullihim maana yake fi jamii almadhahib al-arba'a wa ghayriha, kwenye madhehebu manne na mengineo madhehebu ambayo yamefutika, hakuna khilafu, hakuna kutofautiana. Madhehebu yote manne, Hanbaliya, Shafi'iyya, Malikiyya, Hanabila, wote Thawriyya, sunani madhehebu ya Imam Thawri, Sufyanaini, madhehebu ya Tabari, wal Dhahiriyya, wote madhehebu na wengineo ambayo hajawa mashuhuri kwamba hawajatofautiana kwamba anna rajula, kwamba mtu idha saddaqa Rasulullah, pindi atakapomsadikisha mtume sallallahu alaihi wasallam, fi shay'in, akamsadikisha mtume kuna jambo fulani, wakadhabahu fi shay'in, na akampinga akamkadhibisha kwenye kitu fulani, annahu kafir, kwamba mtu huyo ni kafiri, lam yadkhul fi al-islam, hajaingia kwenye Uislamu. Sikizeni hii nukta muhimu sana. Yani madhehebu yote manne na yale ambayo hayajulikaniki, wote hawajatofautiana kwamba mtu akimwamini mtume kwenye sehemu fulani na akamkadhibisha kwenye sehemu fulani, huyu sio Muislamu, ni kafiri na bado hajaingia kwenye Uislamu. Nakupa mfano mwepesi. Tunaye bwana fulani katika manasara anataka kuingia katika Uislamu, kafir mutlaqan, ni nasrani, Mkristo, anataka kuingia Uislamu, lakini anasema hivi, mimi nataka nisilimu, ila tu mimi swala siamini, swala mambo ya kuswali swala 5 kila siku, mimi siyatakia. Wewe nisilimishe, nasubiria Ramadhani tu, nafunga zangu pale, kwa sababu utakuwa natengeneza mwili na vikadayati fulani ya mwili wangu ukaikae vizuri basi. Lakini haya mambo ya kuswali kila siku, wewe time kuswali, sitaki hayo. Wewe nisilimishe kwa ajili ya kufunga swala, siamini. Na kuulizeni billahi alaikum, huyu atafaa kuwa Muislamu? Atafaa kuwa Muislamu? Hafai kuwa Muislamu. Aamini baadhi na vingine avipinge, avikatae, hawezi kuingia ni Uislamu. Nukta iko wazi, si ndio? Huyu sasa ni mtu ambaye kafiri ameingia kwenye nini? Kwa sharti la kuchagua baadhi na kuacha baadhi. Njoo kwa Muislamu ambaye sasa kazaliwa umo ndani ya Uislamu, sasa Musa, Rashidi, Muhammadi, Ali, fulani, Fatima, Aisha, naye akawa sasa anabagua, ni bwana, naamini hili, naamini swala, naamini funga, naamini zaka, lakini mambo ya jihadi, kupigana kufa huko, hapa mimi hicho siamini. Dini moja kwa samha, dini ya ukarimu, upendo, kusaidiana, kuunga udugu, kushirikiana, ndio dini ya Kiislamu. Sasa dini ya kuua tu, kamata, kuna kafiri chinja, weka, Muislamu sasa. Na kuulize, huyu bado ni Muislamu? Jihadi kaifaradhisha nani? Allah subhanahu. Jihadi ya kupiga maadui kaifaradhisha Allah. Jihadi ya kushindana na maadui kwa hoja kaifaradhisha Allah. Yeye anasema anaamini swala, zaka, saumu, haji, tufaradhisha na tauhidi pia, anaamini wafanyie wema wazazi wawili, lakini kipengele cha mapigano, kwamba ikitokea sasa Waislamu wametangaziwa haya tuingieni kwenye mapambano, anasema hapana, hicho kipengele nishakikataa mapema, sikiamini hicho. Hii jihadi hapa ni maslahi ya watu wanatafuta ugali, sitaki hiki. Huyu faster, yani sisi kwa haraka, sio Muislamu tena. Shaka anasema sasa tunamzungumzia Muislamu ndani. Shaka kaendelea akasema, wakadhalika idha amana bi ba'dhi alquran, na vile idha amana bi ba'dhi alquran, pindi atakapoamini baadhi ya Qur'ani, yani sheria za Qur'ani, wajahada ba'dahu, na akazipinga baadhi yake. Sheria hizi akazikubali, za swala, za jihadi akakataa, akakubali za jihadi, mambo ya kusoma ilmu, mambo ya kusoma tauhidi anapinga, hataki, kama vile makhawarij hawataki. Kama aqarra bitauhid, kama vile mtu ambaye aqarra, amekubali tauhid, mfano wake mtu kakubali tauhid, wajahada wujuba salati, na akapinga akakataa
uwajibu wa swala, hataki mambo ya kuswali. Yeye anakubali tauhidi, kumwabudu Allah mmoja, nakubali, anawafiki hilo, lakini wajahada. Jahada maana yake nini? Akapinga wujuba salati, uwajibu wa swala, hataki kabisa. Au aqarra bitauhid, au akakubali tauhid wassalati na swala, wajahada wujuba zakati, na akapinga uwajibu wa zaka. Anakubali tauhid, anakubali swala, lakini anasema hapana, mambo ya kuchukua kiburunguto changu hapa sitaki, nimekitafuta kwa jasho langu, mwana kunipangia si kuna fungu natakuwa utoe umpe maskini, sitaki, pana sikubali. Allah kasema tufanyeni kazi, mimi tufanya kazi mpata cha kwangu, mniache na cha kwangu, sikubali mambo ya kutoa zaka. Akapinga zaka. Lakini wewe anamwabudu Allah, anaamini Allah yuko juu, anaamini sala, kusala ana shida, saumu Ramadhani, mashaallah nafunga Ramadhani, anaanza neno kabisa gogoro, mwambie kwenye nini, ndururu, mwambie kwenye sala ya pesa. Sasa hapo bwana, zaka shekhe, bitu kupigia tathmini mali yako, anakuambia shia hapo usiletee mambo kutotoa zaka hapo, zaka mimi sikubali. Qur'ani imesema tutafute hela, wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau fungu lako la duniani bwana. Na mimi nimetafuta, alafu tena mtaka mnichukulie. Na yeye pia maskini atafute hela. Huyo fakiri anatakiwa apewe zaka, na yeye pia aingie shambani akalime kama nilivyolima mimi. Akapinga uwajibu wa zaka. Au aqarra bihadha kulli, au akakubali yote haya, tauhidi, swala, zaka, yote akakubali. Wajahada sauma, na akapinga kufunga Ramadhani. Akhi, kweli Allah ifinyie Waislamu mna akili nyinyi. Swala sawa, zaka sawa, hivi Mola aliyekuumbeni anataka tena mpate tabu, ukae masaa 12 na njaa, hakuna kula? Hamna Mungu wa hivyo bwana. Cheni kabisa mambo hizo, ni fikra zenu ovyo, hamjatafakari. Saumu hapa maana yake ni Allah kasema jizuie na madhambi, sio jizuie kula. Kula kunywa, lakini usifanye madhambi. Ndio maana saumu nyinyi hamuelewi. Amekuwa hayo tena. Mimi wajibu wa kufunga kwangu haupo, sikubali kufunga kukaa na njaa, kana madonda ya tumbo mimi, kaita viudhuru. Lakini almuhim akapinga kabisa uwajibu wa saumu. Sheikh anasema au aqarra bihadha kulli, au akakubali vyote hivi, akavikubali swala, zaka, tauhidi, saumu akakubali. Wajahada alhajja, na akapinga hija. Akhi, milioni 18, milioni 20, milioni 16 niitoe kwenye hija tu, naenda kupata nini huko? Siendi. Kwanza sio lazima. Zamani walikuwa nakwenda hija, walilazimishwa hija kwa sababu walikuwa nakaa pale Maka, wanatembea wanakwenda msikitini. Mimi nakaa zangu huko Tanzania, mpaka huko wapi? Hija hainihusu. Pinga kabisa hija, kataa kabisa hija. Kwa hivyo hoja vingi na 18, mimi najua na 18 nyinyi ninayo, lakini hii na program zingine hainihusu kabisa. Hija ya kipindi kile ilikuwa wataka watu wa Maka ndio wako pale, kama vile tunavyowaambia sisi twende msikitini, tunaje msikitini tunaswali, harusi tunafungia msikitini wakati mwingine. Na wao pia watu wa Maka waswalie msikitini pale Maka, ikitokea hija waende hija hapo, na wale watu wa jirani waende. Sasa mimi huko masafa ya, kwa hiyo hija kwangu sitaki, haipo. Huyo mtu akapinga hivyo. Lakini swala, naam, swala inakubaliwa. Tauhid, naam, naikubali tauhid. Saumu Ramadhani, naam, naikubali saumu. Haji, la, sitaki. Sheikh anasema walamma lam yanqad unasun fi zamani nabii sallallahu alaihi wasallam, walamma, na pindi ambapo lam yanqad, hawajajilazimisha kuifuata, unasun, watu, fi zamani nabii sallallahu alaihi wasallam alhaji, katika zama za mtume alayhi salatu wasallam kwenye hija. Yani wale watu wa zamani wa mtume alayhi salatu wasallam, lam yanqad, hawakulazimishwa au hawakulazimika. Sababu yanqad maana yake lam yaltazim, akatumia ibara nzuri Sheikh. Lam yanqad, hawakulazimika, unasun, watu, fi zamani nabii sallallahu alayhi wasallam lilhaji,
kwenye zama za Mtume kufanya ibada ya haji. Haikuwa ni lazima kwa wao watu wa zama za Mtume. Kwa hiyo na mimi pia sikubali haji, kwa siwezi kuitekeleza ibada ya haji. Anzala Allah. Sasa pindi ambapo watu wale walipoona hija sio lazima kwa wao, Allah aliteremsha fi haqqihim qawli ya Allah subhanahu. Yani huyu anatoa hoja, yani huyu juu hapa anatoa hoja, kwa maana nasema wale watu wa zamani hawakulazimiana na hija sana, hawakuona kama ni lazima, ni wajibu kwa wao, sawa. Sasa Allah akawateremshia ibada ya haji, sasa Qur'an kwenye haki inawahusu wao. Sasa qala Allah ta'ala walillahi, na imekuwa ni wajibu ala Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala nasi, juu ya watu, kuwawajibishia nini? Hijjul baiti, kukusudia nyumba. Ni Allah tu ndiye aliyewawajibishia watu hijjul baiti, kukusudia nyumba. Man istataa ilayhi sabila, yule ambaye atakayeweza, ilaihi, kwenda kwenye hiyo nyumba, sabilan, kwa kushika njia. Wa man kafara, na atakayepinga sasa kakataa, fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, Allah ni ghaniyun, ni tajiri mkwasi, 'anil 'alamina, kwa viumbe wake wote. Inna Allaha ghaniyun, muhimu wa ibada haji, lakini matendo mengine na yakubali. Kwa haya maelezo yote hapa unavyoyasikiliza hapa, huyu ni Muislamu sasa anasema yeye kwamba kuna baadhi anaamini na kuna baadhi yafanyaje, haamini. Hoja shubha iliyopo mezani, shubha gani? Makafiri wa zamani matendo yao usiyafananishe na matendo tunayoyafanya sisi leo hii baadhi ya Waislamu. Kwa nini utufananishe na wao hali ya kuwa kuna matendo makubwa makubwa ambayo wao walikuwa hawayafanyi, sisi tunayafanya? Kwa nini mtukufurishe sisi na hali ya kuwa wao walikuwa hawayafanyi, sisi tunayafanya? Kama vile swala, sisi tunaswali. Shekha kwa jawabu lake akasema madhehebu yote manne na jamii madhehebu yote hayajatofautiana kwamba mtu anaweza akaamini baadhi na akakufuru baadhi na akaitwa mtu huyu sio Muislamu na bado hajaingia kwenye Uislamu, bali vile vile anaweza akawa ni Muislamu sasa ndani ya Uislamu. Sasa mfano wake akawa naamini baadhi na mengine hayaamini. Shekha akasema waman aqarra bihadha kullihi, na yeyote atakayekubaliana na haya yote, atakayekubaliana na haya yote, wajahada alba'tha, na akapinga kufufuliwa, kafara bil ijma', amekufuru kwa makubaliano ya watu wote. Yani ukaamini vyote hivi, hija, zaka, shahada, salatu ala nabi, kadha kadha, lakini swala la kufufuliwa ukilipinga, kafara, mtu huyu amekufuru bil ijma', kwa makubaliano ya watu wote, mtu huyu amekufuru. Hata kama anaswali, hata kama anaswali, akipinga kufufuliwa tu amepinga sehemu katika al-imanu bil yawmil akhir, amepinga sehemu katika imani ya kuamini siku ya mwisho. Kwa hiyo huyo ni kafir, kwa sababu jambo hilo limethibiti kwenye Qur'ani, iweje wao likatae? Tena nasema ukafiri huu bil ijma', yani sio jambo labda la madhehebu ya Kihambali peke yao au labda ni kina Malikia peke yao, la, bil ijma', kwa makubaliano na wachuoni wote. Wahalla damuhu, na nimekuwa halali, wahalla, na imekuwa halali damuhu, damu yake halali kumwagwa, kuchinjwa kabisa, achinjwe. Wa maluhu, na mali yake imekuwa ni halali kuchukuliwa. Khalifa Amirul Mu'minin anastahili kuichukua mali yake na kuipeleka katika baitul mali au kuitumikia kwenye mambo ya manufaa ya Waislamu, kama qala ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi, hakika ya wale watu ambao yakfuruna, wanaomkufuru billahi wa rasulihi, Allah na mtume wake, wanampinga na kumkataa Allah na mtume wake. Wayuriduna an yufarriqu, na wanataka kutenganisha baina Allahi wa rusulihi, kati ya Allah na mitume wake, takatenganisha, watenganisha na ya Allah subhanahu wa rusulihi, na mitume wake. Kusudio lao ni kutenganisha. Kisha sio hivyo tu, wayaqulun, na wanasema nu'minu bi ba'dhin, tunaamini baadhi.
ay baadhi al-ashya, baadhi al-ayat, baadhi kadha, baadhi. Nashasema ya kwamba anna tanwini ziko za aina nyingi. Tanwini takriban ziko 7. Tanwini ziko aina 7. Tanwini zote ziko aina 7. Katika hizo tanwini kuna tanwini, miongoni mwa vigawanyo hivyo tanwini, kuna tanwinul iwadhi, tanwini ya mbadali, yani badala ya kuweka jina unaweka tanwini, nao ni iwadhi anil ism. Nayo hiyo tanwini iwadhi anil ism katika maneno ambayo huwa inakuwepo ni kwenye ba'dhin kama hapa, wayaquluna nu'minu bi ba'dhin, tunaamini baadhi, ayati, baadhi ya aya tunaziamini, wanakfuru bi ba'dhin, na tunazikufuru baadhi za ayati, wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, na wanataka wachukue katikati ya hilo njia ya kupenyeza batili yao. Wayuriduna, na wanataka an yattakhidhu, wafanye na wachukue baina dhalika sabila, katikati ya hilo wachukue njia wapite, wakikanusha baadhi wakakubali baadhi, manake wapate njia fulani ya kupita katikati pale ya kutetea mambo yao. Qala Allah kasema, ulaika humul kafiruna haqqan, hao ndio makafiri wa kweli kabisa, kuchagua baadhi na kuacha baadhi. Allah anasema ulaika humul kafiruna haqqan. Na ukiangalia hii ibara ilivyofungwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kana kwamba Allah amesema hakuna makafiri stahiki zaidi kuliko hao. Ni tafsiri kwa tafsiri ile kilugha kweli kweli, maana yake hakuna kafiri aliyefikia kiwango cha ukafiri mno kuliko hao, kwa sababu huu uslubu al-hasri, ndio uslubu al-hasri, maana yake sentensi imebana, ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lilkafirina, na tumewaandalia makafir adhaban muhina, adhabu yenye kunyongesha, muhinan, yenye kunyongesha kwa wao. Tayib, aya hii hapa tunaona mzozo Sheikh kaurudi na nini kwenye Qur'an. Kama tulivyosema hivi, tukizozana kwenye jambo turudini kwenye Qur'an. Sheikh karudisha kwenye Qur'an, kasema ya kwamba anayeamini baadhi na anapinga baadhi, huyo ni kafir. Kwa mujibu wa nini jamani? Na Qur'an. Kwa mujibu wa Qur'an, sio maneno ya Sheikh hapa. Hapa Sheikh yupo, hatumtaki Sheikh hapa. Tunaangalia Qur'an. Allah anasema ulaika humul mu'minun, ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lilkafirina adhaban muhina. Qur'an imehukumu hivyo. Uwezo ukasema mimi naamini swala na naacha haji, nakubali haji na naacha swala, nakubali tauhidi sitaki saumu, nataka saumu sitaki tauhidi, wewe ni kafir moja kwa moja, kwa sababu vyote vimethibiti min indillahi subhanahu wa ta'ala, vimetoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Yeye ndio karuhusu hivi na kaviteremsha, na Allah hateremshi isipokuwa chenye manufaa kwa waja wake. Sheikh akajisema maki hapa yote, Sheikh anakutafutia hoja, kuna hoja nataka kufikisha. Anasema fa idha kana Allah, pindi atakapokuwa Allah qad sarraha fi kitabi, kwa hakika sarraha ametamka wazi, fi kitabi, kwenye kitabu chake. Sarraha ametamka wazi kwenye Qur'an, anna man amana bi ba'dhin, kwamba yule atakayeamini baadhi, wa kafara bi ba'dhin, na akakufuru baadhi, fahuwa alkafiru haqqan, basi huyo ni kafiri wa kweli. Ikiwa Allah katamka wazi wazi hivyo kwamba huyo ni kafiri wa kweli, wa annahu, na kwamba mtu huyo yastahiqu, anastahiki ma dhakar, yale aliyoyataja Allah, nayo ni adhaba muhina, kupata adhabu yenye kunyongesha kisawasawa. Ikijulikanwa hivyo sasa, zalati hadhihi shubhatu, shubha hii mlioileta nyinyi ishaondoka tayari, haina sehemu ya kukaa tena, haina sehemu ya kukaa tena, kwa sababu haiwezi kukaa hata hapa tena. Kwa sababu unajitetea nini sasa? Kwa sababu nyinyi mnasema matendo waliokuwa wanayafanya washirikina wa zamani yana utofauti na nyinyi mnayoyafanya. Sisi tunafanya mazuri, wao walikuwa wanafanya mabaya, iweje mtufananishe na hao?
Tunakuja kwenye pointi sasa. Kuna matendo nyinyi mnayakubali na baadhi mnayakataa nyinyi wenyewe. Nyinyi masufi nyinyi, kuna amali za kheri nyinyi mnazikubali na kuna amali za kheri mnazikataa. Kwa kule kuamini baadhi na kukataa baadhi, Allah anatuambia faulaika humul kafiruna haqqan, hao ndio watakuwa makafiri wa kweli kweli. Katuambia Allah subhanahu. Na katika vitu mnavyovipinga nyinyi tauhid, katika vitu mnavyovipinga nyinyi masufi ni nini? Sufi haongei tauhidi ustazi, sufi haongei tauhidi aslan. Kwambia Allah kaumba mbingu, kaumba ardhi, kakuumba wewe ulivyo hapo, hiyo ni uwezo wake Allah. Angetaka angekuumba mende, ungekuwa na zurura chooni tu, lakini nikakufanya umekuwa binadamu. Ya akhi, mkumbuke Allah, kamaliza. Ya akhi, hii tauhidi hata Abu Jahal alikuwa anaisema hivi. Ukimuuliza nani kaumba mbingu, anakuambia Allah. Abu Jahal mwenyewe Qur'an inasema hivi. Nani kaumba ardhi? Abu Jahal anasema kaumba Allah. Mpaka kuteremsha mvua anasema kateremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anasema maneno. Kwa nini sasa mzozo ulipatikana baina ya manabii au baina ya mtume na makafiri? Mzozo kwenye tauhid ya kumwabudu Allah. Hapo ndio kuna mzozo. Kwamba acheni vyote hivyo. Waacheni miungu yenu, iacheni mashekhe, waacheni manabii, waacheni mawalii, waacheni malaika, nendeni kwa Allah peke yake mwabudu. Hapo ndio mzozo ulipoanzia. Sasa tauhidi hii haizungumzwi laflafa, inakunjwa kona. Wanatafutwa watu huku ndio wanapewa nafasi ya uungu. Inna bakhatmun fil biladi naziru faqul ya wali Allah Ismail. Tatizo likitokea mwambie Ismail atakutatulia tatizo. Tauhidi ya kuabudu Allah, kuondosha matatizo, inavunjwa. Anatolewa wali fulani wa Ismail, anawekwa pale, anatajiwa mazuri yake, anasifiwa, analetewa karama zake, mema anayoyafanya, maajabu alikuwa anayafanya, wa ila ghairi dhalik. Kisha namsikia sufi anasema inna bakhatmun fil biladi yazilu, pakitokea tatizo kwenye mji limeteremka, faqul, wewe muridi, wewe sasa sema ya wali Allah Ismailu, ewe wali wa Allah Ismail. Wallahi ninakumbuka miaka ya nyuma, mwaka wa 96, tulikuwa tunatoka kwetu tunakwenda mahala panaitwa Inala. Watu Tabora wanapajua inaitwa Inala. Tulikuwa tumepanda kwenye gari, tuko na bibi fulani, tunasema, tunaimba, tunasoma yani hizo nyiradi, tunasema hivi: adirikina Jailani, adirikina, adirikina Jailani, adirikina. Hivyo yani kuwa na sisi Jailani kwenye safari. Wallahi hii safari yetu tunaokwenda hivi, tusipate matatizo, tukaanguka, tukapata gari ikapata ajali, tudiriki, tuwe na sisi, tuwe pamoja. Ya akhi, kufuru msarihi. Kwa nini tumwache Allah subhanahu wa ta'ala? Yule jirani kashakufa huko. Paka leo ni maneno ndio nikumbushe kazi hiyo huu uradi wa shiriki billah. Kadiria tena hao. Mtawasubeti kadiria na wajua mpaka leo. Kadirikina Jailani. Kadirikina Jailani, yeshi Jailani. Jailani ni Mungu huyu. Ndo Abdul Qadir Jailani, wali wa kikadiria mkubwa. Kafa zake iko zake Iraqi. Sisi tunasema maneno kufuru. Hii hapa kufuru, maneno haya wazi kabisa. Sasa walipomwacha Allah, walipoona tauhidi hawataki, wakachukua watu wema wakaweka katikati. Sasa Muhammad Nasr, kuna watu hapa leo hii, kuna nyumba za watu unamtaja Muhammad Nasr kama Mungu. Ukimzungumza kidogo, wewe usimseme Sheikh, wewe Sheikh anatusikia, anakusikia atikafa, kati ni picha tu hiyo. Sheikh tuambia hivi wani Nasr, akhi mata, ya ashakufa. Sasa tulipomwacha Allah, hawa masufi walipomwacha Allah, wakachukua mawali wakaweka pale mbele. Sasa ndio wakaanza kuabudiwa. Sasa Sheikh anasema shubha hii imeshakufa tayari, haina mashiko, kwa sababu nyinyi mmeacha tauhid,
ya kumwabudu Allah, kumwomba msaada Allah, kumtaka matatizo ya kwenu yaondolewe na Allah. Mlipoacha hilo mkawa mmeamini swala, zaka, saumu, kisha mnasema mbona mnatufananisha sisi na wale walikuwa waswali, sisi tunaswali, walikuwa wafungi. Hoja iko pale pale, yule atakayeamini baadhi akaacha baadhi, Allah amesema ulaika humul kafiruna haqa, huyo ni kafir. Hoja iko mezani. Mje mseme sisi tunakubali tauhid, mje halafu mtuambie hawa mawali wanaosema dhirai min fawqi samawati kulliha, hawa mawali wenye uwezo huu mnawapa manzila gani mbele yenu? Mtuambie hawa mawali mlionao, akina Abdul Qadir Jailani, akina Aidarusi, sio akina Shadhili, nani hao wote, mtuambie wana manzila gani mbele yenu nyinyi muridi na sufi wote wa Tanzania, wakikadiria wakitijani, mtuambie hawa wana manzila gani mbele ya Allah subhanahu kwenu nyinyi? Allah na wali, nani wa kwanza? Mkipata matatizo nyinyi mnaanza kumwomba wali au mnaanza kumwomba Allah? Alafu tuwatoleni kwenye vitabu vyenu maneno yenu yaliyo wazi yanaowataka msaada mawali kinyume na Allah subhanahu. Sisi Qur'ani imetuambia kabisa kwenye matatizo Allah. Bas sasa mje na hoja kwenye Qur'an na Sunna. Kama inafaa kwenye matatizo usema ya Muhammad alhiqna, ewe Muhammad tudiriki tupate na sisi, alhiqna. Mje na hiyo dalili. Kwa Sheikh anasema zalati hadhi shubha hii shaondoka tayari. Wa hadhihi allati dhakaraha ba'd ahli al-ihsan, na hii shubha ndio ile ambayo dhakaraha walitaja ba'd ahli al-ihsa'i, baadhi ya watu wa mji wa al-ihsa, fi kitabihi, katika kitabu chake alladhi arsalahu ilaina, ambacho walichokituma kwetu sisi. Yani hii shubha hii watu wa mji wa ihsa walituma kutaka majawabu kwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akiwa zake maeneo ya Najidi huko wapi Hijaz na nini. Walimtumia kitabu aangalie shubha hii, aitafutie majawabu, awajibu. Ahsa ni mkoa na ni katika mikoa ambayo inatajwa kuikubali da'wa ya Sheikh Muhammad zamani kabisa, pamoja na kwamba bado hivi sasa ni mkoa upo unafanya kazi da'wa, mashekhe wapo na vinginevyo wa ila ghairi dhalik, lakini kuna mafiraki mengi ya kikundi ya madhahibu mengi sana katika mkoa huu. Ala kulli hal, tayeb. Kwa hiyo shubha imekufa. Wa yuqalu aidan, na panasemwa pia, in kunta tuqirru anna man saddaqa ar-rasula, ikiwa wewe sufi unakubali kwamba man saddaqa ar-rasula, yeyote mwenye kumsadikisha mtume sallallahu alaihi wasallam, fi kulli shay'in, kwenye kila kitu anamsadikisha mtume, kwenye sunna hii anakubali vyote vya mtume anavyokubali. Wajahada wujuba as-salati, kisha mtu huyo wajahada akapinga wujuba salati, uwajibu wa swala. Wewe mwenyewe sufi, wewe mwenyewe mtu namna hii, annahu kafirun, unasema mtu huyo ni kafiri. Wewe mwenyewe unasema ni kafiri, sawa. Halalu dami, ni halali damu alionao ni halali kumwagwa. Walmali, na mali alionayo ni halali kuchukuliwa. Bil ijma'i, kwa makubaliano yote. Wewe mwenyewe unakubaliana na hivyo. Wakadhalika, na vile vile, idha aqarra bikulli shay, pindi atakapokubali kila kitu, illa alba'tha, isipokuwa kufufuliwa tu hataki, utasema pia huyo ni mtu ni kafir, mali yake inastahili kuchukuliwa na anafaa kumwagwa damu yake. Sheikh akamaliza, wakadhalika, na vile vile, idha jahada wujuba sawmi ramadhana, atakapopinga uwajibu wa kufunga saumu ya Ramadhani, wasaddaqa bidhalika kullihi, na akayasadikisha yote, lakini uwajibu wa saumu ya Ramadhani akakataa. La takhtalifu almadhahibu fihi, hawatofautiani almadhahibu, madhehebu yote, fihi, kunako yeye, hawatofautiani kwamba mtu huyu ni kafir. Ni Sheikh Abdul Aziz, Sheikh Saleh Abdul Aziz kwenye kitabu chake cha Kashfu Shubuhati ametoa rai kwa wanafunzi, kwa sisi wanafunzi, kwenye hichi kipengele, la takhtalifu almadhahibu fi, hayatofautiani madhehebu kwa nako mtu huyu. Ametoa rai ya kwamba madhehebu yote manne
ukiyafungua kwenye vitabu vyao utayakuta madhehebu hayo kwenye milango, kwenye vitabu vya fiqhi zao utakuta wameweka pale juu kitabu riddati, kitabu kinachozungumzia kuritadi. Sheikh akatoa ushauri sasa, akasema ikiwa kwa mwanafunzi inatakikana kwenye huu mlango wa ridda atazame baadhi ya madhehebu ambayo yamelizungumza hili jambo kwa nguvu sana. Akatolea mfano, akasema katika watu waliozungumza huu mlango wa kuritadi kwa nguvu na kwa hujja na maneno mengi sana ni madhehebu mawili, Hanafia na Malikia. Na ni kweli kabisa, Hanafia na Malikia kwenye mlango wa ridda wameweka vipengele vingi sana ambavyo ukifanya hivi tu kafiri, fanya hivi tu umeritadi, fanya hivi umeritadi. Vipengele vingi sana, vipengele vingi sana. Kwa hiyo anashauri anayetaka kubainisha haya mambo kwa wingi sana, basi apitie haya madhehebu mawili haya, aone namna ambavyo vitabu vya fiqhi pia vinazingatia mtu kupinga baadhi ya vitu. Mathalan, mtu akasema anaamini Qur'ani yote maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tu siamini aya inayosema wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Qur'ani inatokana hiyo, sikubali hiyo aya, siitaki. Kukataa neno farja, farajim, herufi tatu. Yani wewe kaka nje upunge upepo tu huko nje inda al-Hanafia, ani neno moja tu. Au kasema sio sirata ni sirati, ukatia fatha, ukakataa fatha kwa kasra, shaka kae tu sugue miguu nje. Ukakataa fatha tu, ukasema hapa hakuna fatha, hapa kuna kasra, kuna nahwu imekosewa, sikubaliani na hii fatha iliyowekwa hapo. Kafir, yani una mjadala wewe. Ukataa harfun wahid, harfu tatu, ukataa fatha kasra, unahesabika ni kafir. Murtad, umeritad, yani muislam na unaswali murtad. Hivi weje wewe useme ya kwamba eti uislamu kwa kuwa unaswali ndio usiwe kafiri? Nani anakuambia maneno? Swali, funga, hiji, lakini ukitenda matendo ambayo matendo hayo yanakufanya uritadi, wewe shehe, swala haikusaidii chochote hapo. Swala haikusaidii chochote, wewe ni murtadi. Mali tunabeba, damu tunakufyeka kichwa chako basi. Kwa madhehebu ya mawili ya Hanafia na Malikia, Shafiia na Hanbalia, wao wana takhfif, yani wao wamefanya ufupisho mdogo sana kwenye vitabu vyao kuzungumzia babu ridda, mlango wa kuritadi, tofauti na madhehebu mawili. Huko kuna hujaji, na nitamani sema kuna kitabu fulani nataka nije nacho, nimekosa tu muda wa kwenda kukichukua pale nyumbani kwangu, kimeandika aqwal madhhab al-Hanafiyya, kauli za madhehebu ya Hanafia kwenye kuritadisha mtu. Yani hoja ya msingi nini? Kwamba sio kuswali, unaswali ndio hoja ujitetea kwamba kwa kuwa unaswali ndio sio kafiri. Wewe unaswali lakini unakataa Qur'an, wewe ni kafiri. Kwa hiyo ukaamini swala ukakataa aya hii, kafiri wewe ustazi. Sawa jamani? Unaamini wewe unafunga, lakini wakati huo unamkataa Aisha radhiallahu anha na unasema ni mwanamke mzinifu. Wewe unabaki duniani unafanya nini? Unabaki kwenye Uislamu unatafuta nini? Katika Qur'ani sura An-Nur takriban aya 10 au 14 zote zimeteremka kumtaharisha Aisha radhiallahu anha. Unakuja unatuambia eti mimi ninaswali, nafunga, tena ndio imamu wa msikitini, mnatukufurisha nini mawahabi nini? Wewe ni kafir hata kama una sijida kubwa kama kitumbua, wewe ni kafir. Muda wako unafanya maneno ya shiriki, ya kumshirikisha Allah, wewe ni kafiri tu, tena mujrim. Acha tu mshirikina, mujrim, muovu mkubwa. Sasa ukufuru aya, ukufuru matendo yaliothibiti qat'an, yamethibiti bitawatur,
Qur'ani imethibiti bitawatur qat'an, haina mzozo. Unakuja kukatusha baadhi ya matendo ya Qur'ani, unakubali baadhi, alafu unasema mbona nyinyi mtukufurisha mtoto makafiri? Makafiri Qur'an ndio imewaiteni nyinyi ulaika humul kafiruna haqa. Kwa hiyo kuambiwa wewe ni kafir au kuambiwa kitendo hicho ni cha kufuru, sio maana yake ni kwamba eti swala inakuokoa. Yake mwenye swala mwenyewe pia anaingia motoni. Yule mwenye kuswali pia anaweza kaingia motoni ikiwa atafanya matendo kama haya ya kufuru. Ikiwa atafanya matendo haya ya kufuru billah, ataingia motoni na swala yake. Kwa nini? Kwa sababu kufuru, shirku billah, inayaporomosha matendo. Iwe swala inaporomoshwa haina manufaa, saumu inaporomoshwa haina manufaa, haji inaporomoshwa haina manufaa, lakini matendo mengine hayo maafimani, hakuna tatizo lolote. Uko na swali lakini mzinifu, na swali mwizi, na swali unasengenya maswali lakini unatetea watu wenzako, swali kwa muongo, haya madhambi haya utataharishwa nayo, lakini yaum al-akhir, siku ya mwisho, utaingizwa katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala bi shafaati shafi'in, kwa uombezi wenye kuombea, lakini sio shirku billah. Kwa hiyo shubha, kwa nini mtukufurishe sisi waislamu wenzenu mithili walivyokufuru waliopita katika wakina Abu Lahab? Jawabu, aliyeamini baadhi na akapinga baadhi kafiri. Wewe unaamini swala, unaamini haji, unaamini wema kwa wazazi wawili, unaamini tabia njema, lakini hauamini tauhidi ya kumwabudu Allah mmoja. Unaona mawali wana nafasi ya kuombwa kwenye hii dunia. Dunia hii ina aqtab, ina nguzo, zipo kwenye hii ardhi, zipo kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wamefikia baadhi yao, nimewasikia wanaimba maneno ya Kiarabu fulani huko katika nchi za nje, wanasema wali anataka kuingiza peponi. Wali na kuingiza peponi, wali yani anakuingia ingia peponi, wali ya akhi, wali anaingiza peponi vipi bwana? Peponi yake ile au babu yake? Wali anakuingiza peponi. Walipoulizwa wanasema naam, anakuonyesha njia za kwenda peponi. La, sio hivyo. Umesema kabisa anakuingiza peponi. Njia zipo. Anayetuingiza peponi kwa njia yake ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sio tariqa. Ndio tuone tariqa za Shia ambazo, njia za Shia anazotumia kukupeleka wewe peponi. Njia zimejaa shirki, njia zimejaa bid'a, dhulumatun fawqa ba'dhiha, giza tupu. Atakiingizaje peponi wali? Kwa Sheikh anatuambia وقد نطق به القرآن كما قدمنا, na Qur'ani imeshatamka jambo hilo kama qaddamna, kama tulivyotanguliza ya kwamba mtu huyo ni kafir. Kwa hiyo yatakikana kujua madhehebu hayo manne, namna ambavyo yametaja baadhi ya mambo kama haya. Na mwisho kabisa niseme kwamba tutakuja kesho kuzungumza kiufupisho, kwa sababu swala la kumfanya fulani kuwa ni kafir, kuwa ni murtad, kuwa ni amritadi, kuwa ni kafir, lazima pawepo na vitu ambavyo vitakuwa ni nguzo, kwa sababu sio jambo la kumkufurisha tu mtu haraka haraka ukamita huyu ni kafiri. La, kuna vitu vya msingi lazima vichungwe ambavyo ni dhawabit, ni vidhibiti, sawa, ni vidhibiti, na vinaitwa vitu ambavyo vinamtoa mtu katika Uislamu. Vitu viko vinne. Kuna vitu ambavyo vinamsababisha mtu kutoa katika Uislamu, vitu viko vinne. Tutakuja kuviangalia kesho, na pia tutaangalia maneno ya Imamu Ibn Taymiyyah kuhusiana na mtu ambaye ameritadi katika dini, namna gani ambavyo hali yake hivyo ipo, hali yake ilivyo. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tunaendelea na kitabu chetu cha At-Tajridu Sarih li Ahadithi Al-Jami' As-Sahih, tukiwa bado kwenye kitabu Al-Adhan. Qala rahimahullahu ta'ala: babu al-ijazi fi salati wa ikmaliha, mlango unaozungumzia al-ijazi. Al-ijaz ni kupunguza. Al-ijaz ni kile kitendo cha kupunguza, kufanya kwa ufupi. Fi salati, katika swala, bimaana takhfifun bighairi tatwil, ni kufupisha pasi na kurefusha. Ala almamumin, kwa maamuma. Ala almamumin, kwa maamuma, kitendo cha imamu kupunguza bila ya kurefusha kwa maamuma wanaoswali nyuma yake fi salati, katika swala. Lakini wakati huo huo wa ikmaliha, na kuikamilisha swala katika rukuu zake, sijida zake, visimamo vyake, visomo vyake. Hili ni jambo mashru'un, jambo limeruhusiwa hili kwa imamu anapowasalisha watu. Aangalie hali za maamuma, apunguze, asirefushe sana. An Anas radhiyallahu anhu, pakinewa hadithi kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema alikuwa mtume, yujizu salata, anapunguza pasi na kurefusha swala. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa yujizu, anapunguza, anaifanya ni khafif, ni ndogo, ni ya kati na kati, wala hairefushi swala kwa wanaoswali nyuma yake. Qala, sema wa yukmiluha, wakati huo huo ni mwenye kuikamilisha sijida zake, rukuu zake, visimamo vyake, visomo vyake, tashahudi zake, anazikamilisha kwa utaratibu na kwa upole. Hadithi ya Anas radhiyallahu anhu inaonyesha wazi ya kwamba tulizo la nafsi ya mu'min ni kwenye swala, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, waju'ilat liya qurrata aini fi salat, na imefanywa kwangu mimi tulizo la jicho langu ni katika swala. Kwa hiyo Mtume alikuwa anatulia katika swala, kwenye rukuu zake, anaporukuu anatulia, haendi haraka haraka, na vile vile katika sujudi zake kuna tulizana kwa ukamilifu, anatamka matamshi ndani ya sujud kwa ukamilifu. Lakini vile vile kwenye kisomo chake sallallahu alaihi wasallam cha itidali, hafanyi kwa haraka haraka kiasi cha kwamba kirukuu tu akinyanyuka tu juu tayari ameshaenda chini, kalla. Bali pia vile vile kisomo cha Qur'an, Mtume alikuwa anasoma kisomo ambacho kilikuwa kina vituo: alhamdulillahi rabbil alamin, kitu arrahmanir rahim, kitu maliki yawmiddin. Kwa utamkuta baadhi ya watu anaunganisha vituo hivyo: alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hii mukhalafatu sunna, ni kwenda kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa faida ya kwanza hadithi ni utulivu katika swala. Utulivu katika swala, pale ambapo swala itakapokuwa imesimamishwa, basi ni vizuri imam awe mwenye kwenda kwa utaratibu na ni mwenye kupunguza. Na kama tulivyosema jana, upunguzaji wa swala unaambatana na matendo aliyoyafanya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya nyakati alikuwa anawasalisha watu bi60 kwa aya 60, aya 60 sallallahu alaihi wasallam, ndio ufupishaji huo. Na kuna wakati anakwenda mpaka ila 100, anasoma mpaka aya 100 sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Na imekuja katika Sunan ya Abi Daud, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Uthman ibn Abi al-As radhiyallahu anhu, ambaye alikuwa ni imam. Tulimwambia sahaba Uthman ibn Abi al-As, alimwambia iqtadi biadhafihim, iqtadi biadhafihim, kwa maana ifanye swala yako inawafikiana na watu madhaifu walio nyuma yako katika maamuma. Ifanye swala yako inawafikiana na wale madhaifu walio nyuma yako. Usilefushe sana mpaka wale madhaifu wakapata tabu katika swala yao. Kwa hiyo Anas anatuambia hapa yujizu, kana nabii yujizu salat, alikuwa mtume anapunguza wala harefushi katika swala, wa yukmiluha, na anaikamilisha. Sijida yake anatulia, rukuu yake anatulia, akikaa kwenye itidali anasimama itidali vizuri, wa ila ghairi dhalik. Tayib, qala nasema babu man akhaffa as-salata inda bukai sabiyi. Mlango mwingine unasema man akhaffa as-salata, yule ambaye atakaye ipunguza swala, inda bukai sabiyi, pindi ambapo bukai, takapolia asabiyi, mtoto. Anapunguza swala imam baada ya kusikia kuna mtoto huko nyuma analia, baada ya kuwa mama yake naye yupo katika swafu za wenye kuswali. Imamu akasikia mtoto analia huko nyuma, basi inaruhusiwa imamu huko akapunguza swala, akaipunguza swala, kwa maana kisomo chake, rukuu zake, sijida zake kazipunguza kiasi fulani, ili yule mama aweze kumdiriki mwanaye. An Abi Qatada radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume kasema, inni la aqumu fi salati, hakika yangu mimi ni mwenye kusimama katika swala. Inni la aqumu fi salati, hakika yangu mimi ni mwenye kusimama katika swala. Uridu, nikiwa ni mwenye kutaka, an utawila fiha, kurefusha. Nasimama kabisa kama sasa leo nahitaji nirefushe swala, some kisomo kirefu na nini, na mimi ni imam. Fa asma'u bukaa as-sabiyi, ghafla nasikia bukaa, kilio, as-sabiyi, cha mtoto mdogo. Nasikia kilio cha mtoto mdogo huko nyuma analia, kwa mama yake na vinginevyo. Nasikia mtoto analia kweli kweli, na mimi nimeshakusudia kwamba nirefushe swala. Fa atajawazu fi salati, basi ninapunguza fi salati, katika swala yangu naifanya kwa ufupisho. Si swali eti rakaa 4 nifanye 2, lakini ile tu kurefusha kule ninapunguza, inakuwa ni rakaa 4 lakini ambazo ni khafifa, zilizokuwa nyepesi. Fa atajawazu fi salati, basi ninapunguza katika swala zangu. Karahiyata, kwa ajili ya kuchukia, an ashuqa ala ummihi, nisimtie uzito mama yake. Karahiyata, kwa ajili ya kuchukia, an ashuqa ala ummihi, nisimtilie uzito mama yake. Kwa hiyo mtu anafanya hivyo, kisikia mtoto analia anaona sije ikawa jambo hili ni zito kwa mama, akawa anaendelea kuswali na mimi ninarefusha swala yake, ikawa haina khushu'i tena. Ndani ya hadithi hii pia tunaona imamu yatafaqadu ahwala almamumin, anatakikana azifuatilie hali za maamuma, azijue hali za maamuma wale walio nyuma yake. Lakini pia jambo la pili katika hadithi hii ni ishara ala anna an-nisaa kunna yusallina fi almasjid fi ahdi an-nabii sallallahu alayhi wasallam ahyanan. Ni ishara ya kwamba wanawake walikuwa wanaswali katika msikiti wa mtume katika baadhi ya nyakati, walikuwa wanaswali katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya nyakati, mpaka zile swala ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam anaswalisha, kwa maana anasoma kisomo au ghairu dhalik au zinginezo. Babu tasmiyati sufufi inda al-iqamati wa ba'daha. Mlango wa 3 nasema ni tasmiyati sufufi, kuziweka sawasawa, kuiweka sawasawa sufufi, mistari, inda al-iqamati, wakati wa kukimu swala, wa ba'daha, na baada ya kukimu swala. Ni jambo limeruhusiwa na dini yetu, anayeswali
ahakikishe mstari wake umenyooka wakati wa iqama na baada ya kukimiwa swala. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال mpokelewa hadithi kutoka kwa Nu'man bin Bashir anasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume alayhi salatu wassalam, la tusawwunna, wallahi kwa hakika mtaziweka sawa sawa, mtazinyoosha sawa sawa, sufufakum, swafu zenu, mistari yenu. La tusawwunna, wallahi mtaziweka sawa sawa, mtazinyoosha sawa sawa, sufufakum, swafu zenu, mistari yenu. Mtume anatuambia kwamba hakikisheni hilo, mistari yenu inanyooka, au ikiwa hamtofanya hivyo, la yukhalifanna Allahu, Allah subhana atazitofautisha, baina wujuhikum, kati ya nyuso zenu, atatofautisha baina wujuhikum, kati ya nyuso zenu. Adhabu sasa, yani kama hamtonyoosha mistari yenu katika swala, iqama imeshatolewa au baada ya iqama mkawa hamjanyoosha mistari ya swafu mnaosimama, basi katika adhabu mtakazozipata ni Allah kutofautisha, kuweka khilafu, kuweka kutofautiana kati ya nyuso zenu. Mashurahu alhadithi wanasema neno hili la mwisho la adhabu walitamka mtume kwamba la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, almuradu, makusudio haya maneno iqa'u aladawati walbaghdha'i, ni Allah ataweka kati yenu aladawati, uadui, walbaghdha'i, na chuki. Yani mna swali lakini unaona mwenzako unamchukia kwa pembeni yako pale, huwa iqa'u aladawati walbaghdha, ni Allah kutia uadui kati ya safu zenu nyinyi kwa nyinyi na kuweka chuki kati yenu kwa kosa tu la kutokunyosha safu. Bali wakasema pia waqtinafu alqulubi bainahum, na nyoyo zao zitakuwa tofauti tofauti, nyoyo zao zitakuwa tofauti tofauti kati yao. Huyo moyo wake uko katika kheri hii, huyo moyo wake upo kwenye sura hii, moyo wa huyo una jambo hili, moyo wa huyo una jambo hili, na wote mmesimama katika safu moja, na mguu wako na wako wake mmegusana, au bega kwa bega mmegusana, lakini mstari tu hamja unyoosha. Na hii imekuja kwenye riwaya nyingine kwamba mtume alisema la tusawwunna sufufakum au la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, mtazinyoosha safu zenu, na kama hamtofanya hivyo Allah atatofautisha kati ya nyuso zenu, kati ya nyoyo zenu zitakapokuwa tofauti tofauti. Hadithi hii ya Nu'man ibn Bashir inatupa kanuni moja tu ambayo ni faida ya msingi sana, ambayo Muislamu akiitumia kwenye mambo mengi itamsaidia kwenye vitu vingi sana. Yani hadithi hii ya Nu'man tunaisoma hapa inatupa kanuni moja tu nzuri ya muhimu katika dini yetu. Kanuni hii inasemaje? Inasema hivi: ikhtilafu dhahiri sababun liikhtilafi albatini. Ikhtilafu dhahiri, kutofautiana kwa nje, tukatofautiana nje sisi, huyo akawa kundi hili, huyu naye akawa kundi lile, yule akawa kundi lile, huyu akawa na hayo, huyu akawa na yale, huyu akawa na yale. Sababu hiyo ni sababu liikhtilafi albatini, ni sababu ya kutofautiana ndani. Kanuni hiyo basi ndogo tu nyepesi kwa hadithi ya Nu'man ibn Bashir. Ikhtilafu dhahiri, kutofautiana dhahiri nje, tukatofautiana tu nje sisi Waislamu, tukatofautiana nje yetu, tumesimama katika swafu ya mstari, lakini huyu mstari wetu umenyooka, umepinda pinda, huyu yuko mbele, huyu yuko nyuma, mguu huyu umesogea hivi, mguu huyu yani ikhtilafu inaonekana kabisa. Hata tukikaa kwenye tashahudi tunaona kabisa ya kwamba tumetofautiana, huyu goti lake limesogea mbele, huyu mara yuko nyuma, mara huyu yuko kati na kati. Ikhtilafu dhahiri, kutofautiana nje, sababun liikhtilafi albatini, ni sababu ya kutofautiana mpaka ndani. Tutatofautiana mpaka ndani, tutatofautiana. Hii ni kanuni tunaipata kwenye hadithi ya Nu'man ibn Bashir, lakini kanuni hii unaweza
ukaisambaza kwenye vitu vingi katika maisha ya Waislamu, jamii ya Kiislamu, jamii ya watu wanaoishi, pale ambapo watu watatofautiana kwenye mambo ya dhahir ambayo ni mambo yanatengeneza dini, mambo yanatengeneza kheri, wakatofautiana watu kwenye mambo tu, basi ujue ndani pameshaoza tayari ndani pameshaoza, kwa hadithi hii ya An-Nu'man ibn Bashiri. Bali vile vile sababu nyingine ambayo inatajwa baada ya hiyo kanuni, faida ya tatu katika hadithi hii inayotajwa kwenye hii hadithi kwamba sheitani yani kwa kule kutokunyosha swafu, kilichofuatia ni yatakhallalu shaitan fayufsida salatahum bilwaswasati. Shaitani anapita mule katikati, anapenya mule katikati kwenye swafu yao, fayufsida salatahum, anakuja kuiharibu swala yao, bilwaswasati, kwa kutia wasiwasi. Yani kwa sababu hatujanyooka kwenye swafu, shaitani anaingia mule ndani, anaharibu swala zetu kwa kutia wasiwasi. Mara mtu anasema sina udhu, mara nina udhu, mara niko na imamu, mara hayuko na imamu, mara nimesoma sura Fatiha au sijasoma, hivi nimesoma subhana rabbiyal azim au sijasoma, hivi ni kweli? Yani mtu anatoa wasiwasi katika swala. Ukiangalia sababu sababu nini? Ni kwa sababu mstari haujanyooshwa, mstari haujanyooshwa. Tayeb, tumalize hadithi ya mwisho. Babu iqbali al-imami ala an-nas inda tasmiyati sufufi. Mlango wa mwisho, babu mlango iqbali al-imami, kuwaelekea imamu, kuelekea ala an-nasi, kwa watu, kuwaelekea watu, inda tasmiyati sufufi, wakati wa kunyoosha swafu, wakati wa kuziweka swafu zikiwa zimekaa katika mstari mzuri. Imam anawaelekea watu, anaanza kuambia swala la kunyoosha swafu. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume kasema, aqimu sufufakum, nyosheni swafu zenu. Mtume anasema baada ya kuwa anawatazama, na wakati mwingine anaweza kuyazungumza haya akiwa hawatazami. Aqimu sufufakum, nyosheni swafu zenu, watarasu, na karibianeni, bega lako ligusane na mwenzako, mguu wako wa chini ugusane na mwenzako. Fanyeni hivyo. Fa inni arakum, hakika yangu mimi ninakuoneni, min warai dhahari, nyuma ya mgongo wangu. Hakika yangu mimi mtume ninakuoneni, min warai dhahari, nyuma ya mgongo wangu ninakuoneni nyote nyinyi mnaoswali nyuma yangu. Naona hapa kuna mwanya huu, kuna mwanya huyu, kuna mwanya huu. Hadithi hii kama ilivyosema kuna kichwa cha habari kwamba imam kabla ya kufanya chochote ageuke awatazame watu, aanze kuambia wanyoshe safu, wasimamishe safu zao vizuri, ima kwa visigino vyao na ima kwa mabega yao. Tayeb, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, imethibiti hadithi pia ya mtume Umar bin Khattab, yeye alikuwa akitembea kwenye safu kabisa, kuzinyoosha zile safu, waweka watu sawa sawa, tembea safu zote, anatembea Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kanaonyesha watu safu na waweka vizuri. Tayeb, jambo la pili. Jambo la tatu, hadithi hii inasema, mtume anasema mimi ninakuoneni nyuma ya mgongo wangu. Hichi kipengele peke yake, hii hadhihi min mu'jizati nabii sallallahu alaihi wasallam. Hichi kipengele hichi peke yake, huu ni katika muujiza aliyopewa mtume sallallahu alaihi wasallam, mwingine hajapewa. Sisi wengine ni kugeuka kuambiana tu, jamani, nyosheni safu, sawu sufufakum watarasu, nyosheni safu zenu na karibianeni, unganeni kwa pamoja. Basi baada ya kuangalia maamuma wako, naam, unasalisha. Sasa mtume alayhi wasallam alikuwa anaonyeshwa, anawaona watu ndani yake, anaona huyu, anamuona yule, anamuona yule, kwa hiyo akawa anawaambia haya maneno, aqimu sufufakum watarasu fa inni arakum min warai dhahri. Kwa hiyo kama tulivyosema pia katika faida ya hadithi hizi zote zinathibitisha ya kwamba kuto kunyoosha safu ni kumuingiza sheitani kati yetu na kuharibu swala zetu kwa kututulia wasiwasi. Moja. Mbili, pia vile vile ni kupatikana uadui kati yetu. Shehe kuswali na mtu alafu anakuudhi, yani unaswali na mtu pia lakini anakukera, yani unakasirika, unatamani hata baada ya swala huyu ni tamani hata mwashe kofi nasibi, yani
mpia hata maneno makali wakati mwingine, au hata usimame chochote, lakini nafsi yako tunaona kama leo si nimeswali na mtu gani. Au mathalan yakatokea katika sala unaswali na mtu akawa anafanya mikhalafa katika swala, ambao mikhalafa ile inakuumiza wewe na inakudhuru kwenye swala yako. Mfano unaswali na mtu anasoma swala ya dhuhuri na alasiri ile ambayo ni ya kimya, lakini anasoma kwa sauti mpaka anakupoteza wewe unayesoma. Anatoa sauti kiasi kwamba wewe peke yako ulipokuwa umesimama anakuchanganya, mara unarudia na amta alaihim, mara upo arrahim arrahmani, mara unarudi wala dhalin, mara unarudi tena kula adhabu, yani anakuchanganya. Sasa yule mtu namna ile inafikia kiwango ya kwamba baada ya swala, yani kwenye swala yako na swala, lakini unasema bwana mimi anisumbua huko. Nukta ya pili. Nukta ya tatu na ya mwisho sasa, kunyooka kwa safu kunazingatiwa kwenye vitu gani? Kunyooka kwa safu, jawabu kwa mujibu wa hadithi aliposema watarasu, karibianeni. Unyookaji wa safu unafungamana na vitu vikuu viwili. Kwanza ni mabega haya, almankib bilmankib, bega kwa bega kugusana, bega lako na mwenzako kugusana, pasiwepo na mwanya katikati. Sehemu ya pili ni alqadamain, nyayo za miguu zile. Kifundo cha mguu wako cha kulia kitazame kifundo cha mguu wa kushoto cha mwenzako. Kitazame kifundo chako cha mguu wa kushoto kile, kitazame fundo la mwenzako la mguu wake wa kushoto. Wewe si mguu wa kulia, basi fundo lako la mguu wa kulia la upande wa kulia ili litazame kifundo cha mguu wa kushoto wa mwenzako. Hii sasa ndo tarasu, karibianeni, kuweni karibu, ni bega kwa bega na unyayo kwa unyayo. Tutakapofanya hivyo, bila shaka safu inanyooka, bila shaka safu inanyooka. Kinyume na hivyo, lazima huyu atakuwa yuko mbele, huyu atakuwa yuko nyuma, huyu atakuwa yuko kadha, huyu yuko kadha. Na imefanywa siku hizi baadhi ya mambo ya amoni mustahabati, kuweka baadhi ya mistari ikawekwa mistari kwa ajili ya kuwanyosha watu, ukawekwa kisigino kitu kiwe nyuma ya mstari au mbele ya mstari, au vidole vishike kwenye mstari, wa ila ghairi dhalik. Tiba ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema watarasu, karibianeni, mabega kwa mabega na miguu kwa maana vifundo vya miguu. Allahu tabarak wa taala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.